Nimeona mijadala bado ni mingi kuhusiana na dabi, lakini maswali ni kwa nini bodi ya ligi haijatoa ripoti ya mchezo wa dabi ambao uliahirishwa kwenye kipindi kile ambacho mchezo utakayokuwa kuchezwa. Na hayo ni maswali ambayo sisi pia tunatakiwa tukuihoji mamlaka husika. Unajua ule ni mchezo ambao uliahirishwa kwa sababu kulikuwa kuna viashiria vya ukosefu wa usalama, lakini pia kulikuwa kuna dalili za rushwa au viashiria vya rushwa kwa namna ambavyo taarifa ile ya awali ambayo alitoa bodi ya ligi ilikuwa inaeleza. Lakini kwenye hiyo vitu vyote viwili ambavyo vilikuwa vinatajwa, kabla ya kupanga tarehe nyingine ya mchezo wa dabi, tulipaswa kupokea ripoti ya ule mchezo kwamba tushajua sababu za kuahirishwa mchezo, sio? Baada ya kutaja sababu za kuahirisha mchezo, tunapaswa kuambiwa source ni nini. Yaani chanzo ni nini, kwa sababu hakuna sababu ambayo inatokea tu. Yaani lazima kuna chanzo. Sasa kile chanzo ndio tunakihitaji. Kwamba kama kulikuwa kuna dalili za rushwa, maana yake tunataka kupata ripoti ambayo inaonesha kwamba hiyo rushwa walionaje. Nani alianza kuonesha viashiria vya rushwa? Na kwa sababu rushwa ni adui wa haki. Nitumie hiyo, rushwa ni adui wa haki. Kwamba yani anapingwa kila sehemu. Sasa kwa sababu kulikuwa kuna vimelea ama viashiria vya rushwa, maana yake tunahitaji kuona hao watu ambao walitaka kutoa rushwa wakihojiwa, au tuambiwe hiyo rushwa ilionekana vipi, tupokee hiyo ripoti. Tukishapokea hiyo ripoti, maana yake tutajua kwamba nini ambacho kinapaswa kuendelea kufanyika. Lakini pia tuliambiwa kuna viashiria vya ukosefu wa nini? Wa usalama. So tulipaswa kujua pia hiyo ripoti ya usalama ilikuwa inaeleza nini kabla ya kupanga kwa mchezo mwingine wa dabi. Ni vitu vidogo tu, ni simple tu. Maana yake tupate kwanza vile ripoti ile ya yale masuala ya usalama kwamba yanazungumza nini. Lakini walichofanya bodi ya ligi ni kutukimbia. Bodi ya ligi wametukimbia. Hawajataka kutupa majibu. Wameenda kupanga mchezo wa dabi. Kupanga mchezo wa dabi ni ruksa, ni jukumu lao. Wanaweza kupanga ratiba ya mchezo wa dabi muda wote ambao wao wanajisikia, au muda ambao wao wanaona wanastahili kupanga ratiba mpya ya mchezo wa dabi. Lakini kuna ile ripoti ile ndio tunaitaka. Na hata Yanga wamekosea sehemu moja. Unajua Yanga kabla ya kushinikiza kucheza mchezo, walipaswa kwanza kudai ripoti ya mchezo ulioahirishwa, kwamba ile ripoti inazungumza nini. Hivyo viashiria vya uvunjifu wa usalama vilionekanaje? Nani alikuwa anahatarisha usalama? Kwa sababu ukiona mtu anahatarisha usalama, kama kuna viashiria vya kukosekana kwa usalama, maana yake kuna watu ndio wanasababisha hicho kitu. Sasa hao watu wakamatwe, watajwe, wawekwe hadharani. Kama kuna viashiria vya rushwa, basi hao watu walioonekana kwamba wanataka kusambaza rushwa watajwe, waonekane. Sio, umeelewa vizuri? Maana yake yani vitu visiende tu alimradi vimeenda. Maana yake Yanga walipaswa kuanzia pale kwamba tuwapokee ile ripoti. Wakishapokea ile ripoti ambayo inaeleza hizo changamoto, itawapa starting point ya Yanga kwamba waende kuanzia wapi. Kwa sababu ile ripoti kishaeleza, maana yake wale watu watawekwa ndani. Hiyo ndio starting point ya Yanga. Kwamba okay, ilibainika kuna rushwa. Sasa kwa sababu ilibainika kuna rushwa, mlitupa taarifa. Yanga atakuja na swali lingine, mlitupa taarifa muda gani? Taarifa hiyo sasa kwenye muda wa kupewa taarifa kwamba wao wamepewa muda gani kabla ya mchezo, ndio wanarejea kwenye kanuni. Ambapo sasa kanuni huwa mara nyingi inaeleza kwamba masaa 24 kabla ya mchezo au siku masaa 24 kabla ya mchezo ndio ripoti taarifa hiyo imeshatoka kama ni kuahirishwa mchezo. Lakini kwa sababu ni dharura, kuna taratibu zake za kuwasilisha hiyo dharura yenyewe. Lakini kinacholeta maswali ni kwamba hivyo vitu inawezekana vilitajwa, lakini pengine havikutokea, havikuonekana hivyo. Kwa sababu kabla Simba hajatoa taarifa yao ya kutishia kushiriki kwenye mchezo wa dabi, tayari palikuwa panaonekana pana usalama. Sasa kwa nini usalama umeanza kukosekana au rushwa imeanza kuonekana baada ya Simba kutishia kuahirisha mchezo? Hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo Yanga walitakiwa kuhoji, na sio kuandika tu release. Walipaswa yale press release walipaswa kuhoji vitu kama hivi.
Wakisha hoji hivyo vitu, wakipewa majibu, ndio wanaweza kujua sio kwamba tunaanzia wapi tunamalizia wapi. Inawezekana Yanga wana haki, lakini hawezi kupata haki yao kwenye njia ambayo wanaitumia. Wanatumia njia ngumu, wanatumia njia ambayo wao ndio wataonekana wakosaji, na TFF na bodi ya ligi wataonekana watu safi. Sasa ili kutengeneza usawa kwa wote, manake inabidi Yanga afuate protocol. Na Yanga pia ametutajia vitu vingi, hana imani na TFF, hana imani na bodi ya ligi. Yaani hataki kucheza mechi ya dabi, sijui mara Simba anabebwa, yaani wametaja vitu vingi ambavyo sasa nao pia hatuelewi msimamo wao ni upi kama club. So kwenye swala la kuto kucheza mechi ni wao wenyewe. Lakini kuna sehemu pia bodi ya ligi wametuongopea. Bodi ya ligi wametudanganya. Walipaswa kutupa ripoti kwanza kabla ya kupanga tarehe mpya ya mchezo wa dabi. Bodi ya ligi wamekosea wadau wa mpira. Walipaswa kutupa source ya zile changamoto ambazo walizieleza kabla ya kutupa tarehe mpya ya mchezo, kwa sababu kile ambacho kilipelekea mchezo kuahirishwa ndio kitu ambacho watu wanakisubiri. Watupe ripoti ya ule mchezo. Wakitupa ripoti ya ule mchezo, watatupa sehemu ya kuanzia. Lakini bila kutupa ripoti ya mchezo, manake hata huko mbele tunakokwenda inawezekana pia mchezo ukaja kuahirishwa tena bila sababu za msingi, kitu ambacho sio sawa. Wenye mamlaka wametukosea wadau wa mpira. Bodi ya ligi imetukosea wadau wa mpira. Ilipaswa kutupa kwanza ripoti ya kuahirishwa kwa mchezo wa dabi kabla ya kutupa tarehe mpya ya mchezo wa dabi. Kwa sababu Yanga wameshindwa kuhoji, sisi tuwasaidie kuhoji ili tuweze kupata kitu ambacho ni kamili, kitu ambacho kina uwezo wa kutusaidia kusogeza mbele mpira wetu.